التوراة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala pamoja na kumtakia rehma na amani mtukufu wa daraja bwana wetu Muhammadin, kikao hichi kinaonyesha wazi kwamba huyu shekhe wetu Abdallah bin Zubairi ni miongoni mwa watu wa peponi. Kwa sababu gani? Angalia hawa viongozi wetu wa serikali, akifa yani kiongozi wa nchi inapigwa mizinga 21, si ndivyo? Leo kwa tathmini yenu hiyo mizinga 21 haijapigwa hapa? Kuna watu ambao wakifa zinasomwa dua zao, watu wanasoma yani dakika 2-3 wanasema imeisha hiyo. Lakini leo vimewekwa visomo mbalimbali. Hii ni kuashiria kwamba huyu alikuwa ni mtu wa namna gani. Kama angekuwa si katika miongoni mwa watu wema, bila shaka saa hizi ungekuta kwamba tayari zimeagizwa kreti za bia za kutosha. Lakini pia DJ angekuwepo na angeambiwa kwamba tuwekee mziki unaosema nani kamwaga pombe yangu. Lakini leo ishara tosha kabisa kwamba huyu mzee ni katika watu wa peponi. Tuyaige maisha yake ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie na sisi siku moja tukifa tufanyiwe kama haya aliyofanyiwa. Sallallahu ala nabii. Tumekusanyika katika viwanja hivi leo ikiwa ni siku ya 4 tangu mzee wetu alipopumzishwa ndani ya tumbo la ardhi, mahala ambapo siku alipowekwa alisoma msomaji wa talqini akamwambia hadha awwalu manzili min manazilil akhirah, kwamba hapa unapowekwa hapa ni mwanzo katika maisha ya akhira, ikiwa na maana ya kwamba mzee wetu tayari ameshaanza maisha ya akhira. Wa akhiru manzili min manazili dunya alfaniya, na ni mwisho katika maisha ya dunia yenye kutoweka, ikiwa na maana kwamba kumbe maisha ya dunia hii ni yenye kutoweka. Hakuna mmoja kati yetu ambaye anaweza akaishi hapa duniani milele, ikiwa na maana akifa mwenzio au akifa mwanadamu basi iwe ni mawaidha kwako tosha kwamba baadala huyu amekwishaondoka, kwamba kifo kinachofuata bila shaka mimi ndio nimebaki. Allahu sallallahu alayhi. Hivi ujawa na haraka ya kubeba jeneza la ndugu yako kuliwaisha makaburini, kwa nini usijiulize kwamba jeneza lako halitakuja kuwaishwa pia? Kwa nini umekuwa fundi wa kutoa maelekezo kwa watu wanaochimba kaburi kwamba hapo mmekosea, ichongeni vizuri hapo? Je, kaburi lako pia halitakuja kurekebishwa? Wewe una madaftari chungu nzima ndani ya nyumba yako, umeorodhesha majina ya ndugu zako ambao wametangulia mbele ya haki. Kila wakati umeweka utaratibu wa kuwarehemu ndugu zako. Chunguza ndani ya daftari lako, kama majina yako 70 basi fahamu la 71 la kwako pia linaweza likaorodheshwa. Au wewe umejiwekea utaratibu kwamba utakuwa unawarehemu ndugu zako, lakini kwamba wewe hutakuja kurehemewa. Kama unajua kwamba lazima urehemewe, basi fanya maandalizi, muda mwafaka ndio huu. Imezungumziwa swala na shekhe, siwezi kurudia. Lakini watu wangapi ambao huwa wanapanga taratibu zao, safari zao, wanapeana maelekezo, bwana kesho safari yetu twende ile mida ya swala. Yani ile mida ile swala haiwahusu, ila wao safari yao waende ile mida ya swala. Imefika wakati watu mida ya dhuhuri imewakuta wakiwa katika jambo kama hivi, watu wanaondoka kabisa, wanasema jamani tusogeni kwa sababu watu wanataka kuswali, kwamba kajijua yeye sio mtu. Watu wanataka kuswali, kwa hiyo tusogee pembeni. Siwezi kuizungumzia swala, nitaharibu mawaidha ya shekhe, lakini
mmoja ambaye alikuwa anaitwa Al-Kiflu. Ametajwa mara 9 na Mtume Muhammad. Alafu ujifananishe wewe na Al-Kiflu. Ni nani aliyekuwa na madhambi mengi, lakini Mwenyezi Mungu kwa huruma zake atakusamehe au atakuadhibu kukupeleka ndani ya shimo la moto wa Jahannam? Al-Kiflu ambaye Mungu alimjalia kuwa na mali nyingi, alikuwa anamiliki mapesa kweli kweli, lakini pesa